إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، قولنا اليوم إن شاء الله عن الأسباب الجالبة للرزق. اعلموا رحمكم الله الرزق له أسباب مادية وأسباب شرعية. أما أسباب المادية فالكثير منا يعرفها مثل التجارة والزراعة وغيرها. وأما أسباب الشرعية فما أجمل أن نطبقها ونتعلمها ونعلمها للناس. ndugu zanguni katika iman, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mkusanyiko huu ambao alhamdulillah inathibitika neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kauli yetu leo insha Allah katika khutba hii tutazungumzia zile asbab zenye kuleta riziki, al-asbabu al-jalibatu lirrizqi, zile sababu zenye kuleta riziki. Ndiyo twajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin, lakini pamoja na hilo kuna asbab, ziko sababu ambazo wengi katika sisi twazijua, kwa maana tuna uwezo wa kuparangana tukaziendea sababu za kutafuta riziki, kama vile sababu ya biashara, kadhalika sababu ya kilimo na zinginezo nyingi miongoni mwa asbabu hizi. Hatuna haja ya kuzungumzia kwa sababu wengi katika sisi twazijua sababu hizi, na mara nyingine nikazungumza mimi mukaja ninyi mukaniongezea kwamba hii pia ni sababu miongoni mwa asbabu, kwa vile ninyi mlivyo wajuzi wa kuparangana katika sababu zenu za kutafuta riziki. Hizi hatuna haja ya kuzungumzia. Sasa leo biidhnillahi alkarim tutazungumzia zile sababu za kisheria miongoni mwa sababu za riziki ambazo watu wengi tumeghafilika nazo, na bila ya shaka twazijua, lakini hatutaki kuzifanyia kazi. Na ndiyo pale nikasema wengi katika sisi
wanaweza wakawa wana uwezo wa kuzitambua sababu hizo, lakini kwa sababu ya mughafala au wengine wasijue, ikawa wao wamebakia hivyo bila ya kutumia sababu za kisheria katika jambo la kutafuta riziki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ilmi wanatueleza miongoni mwa asbab za riziki, sababu ya kwanza kabisa wanataja kwa kusema al-istighfar, jambo la kutaka maghfirah, kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akawa ni mwingi wa kukithirisha kutaka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni sababu miongoni mwa asbab za kuruzukiwa yeye riziki. Yakulu rabbuna subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema akisimulia maneno ya nabii wake Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam awaambia watu wake, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله سبحانه وتعالى anasimulia habari ya nabiyullah Nuh alayhi salam. Nuh akiwaambia watu wake, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum, nikasema kuwaambia watu wangu takeni maghfira, ombeni msamaha kwa Mola wenu, innahu kana ghaffara, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe. Yursilis samaa alaykum midrara, atakuteremshieni kwenu ninyi mvua kwa mfululizo, mvua zenye kufuatana. Wayumdidukum biamwalin wa banin, na Allah subhanahu wa ta'ala atakukithirishieni, atakuongezeeni mali na watoto kwa faida ya istighfar. Wayaj'al lakum jannat wayaj'al lakum anhara, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atakujalieni nyinyi kuwa na mabustani ya vyakula, kadhalika mito ya maji ya kunywa ninyi na kunywesha wanyama wenu. Faida ya istighfar, nani katika sisi hajui kuwa miongoni mwa faida za istighfar ni yeye kuruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Nani hajui katika sisi? Bali wengi katika sisi tumeghafilika na jambo hilo. Tuna muda mwingi wa kuzungumza maneno ya porojo, maneno ya upuuzi na laghwi, lakini hatuna muda sisi wa kutaka istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa sisi twamkosea Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Sababu moja hiyo. Sababu ya pili miongoni mwa asbabu za riziki, wewe ambaye umetindikiwa katika jambo la riziki, fanya asbabu hizi. Sababu ya pili ahlul ilmi ya kisheria, sababu ya pili ya kisheria ambayo ahlul ilmi wanaitaja, wanasema at-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo la wewe kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutundika moyo wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yanazungumzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah, waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema waman yatawakkal ala Allah, na yoyote mwenye kumtegemea Allah fa huwa hasbuh, yeye Allah subhanahu wa ta'ala anamtosheleza bwana. Mpaka mwisho wa aya. Una nini wewe usifanye sababu hii kuwa ni sababu miongoni mwa asbabu za riziki? Bali katika hadithi iliyopokelewa na al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Mtume alayhi salatu wassalam anasema, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr
taghdu khimasa wa taruhu bitwana. Mtume alayhi salatu wassalam anatuthibitishia maneno haya, law annakum tatawakkaluna ala Allah, law kama ninyi mungetegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tawakkulihi, ule ukweli wa kutegemea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, la razaqakum, Allah subhanahu wa ta'ala angekuruzukuni ninyi, yani ninyi Allah subhanahu wa ta'ala lau kama tungemtegemea kweli, ukweli wa kutegemea kwake, angeturuzuku sisi kama yarzuqu at-tayr, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyomruzuku ndege, taghdu khimasa wa taruhu bitana. Ndege anaondoka asubuhi hali ya kuwa ana njaa na anarudi jioni hali ya kuwa ameshiba. At-tawakkul ala Allah ma akhdhi al-asbab, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuchukua sababu, pamoja na kuzifanya asbab. Ndege hajakaa kwenye nyumba yake tu akakaa ndani ya nyumba yake akasema Allah ataniruzuku, la, alitoka ndege alafu akarudi hali ya kuwa ameshiba, amefanya asbab miongoni mwa asbab za riziki. Ndugu zanguni katika imani, ni nani katika sisi hawayafahamu haya? Ni nani katika sisi hawayafahamu haya? Mpaka inafika mahala mtu unabanika, wapata dhiki, wapata tabu, hali ya kuwa kuna asbabu. Hapa hatuzungumzia zile sababu ambazo ninyi mwazifahamu, sababu za mapambano, kuminyana, sababu za nguvu, mara nyingine sababu ya pesa. Hatuzungumzii hilo, twazungumzia zile sababu za kisheria ambazo kila mmoja anaweza akazifanya. Ni nani katika sisi hawezi kusema astaghfirullah? Ni nani katika sisi hawezi kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala? Hili nalo pia lahitaji gharama, hili nalo pia lahitaji gharama. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ndugu zanguni katika imani, hizi asbab ziko nyingi sana, lakini inatosha tukataja hata sababu 4 tu, ili ukitoka hapa usije ukasingizia nilisahau zilikuwa nyingi. Wewe ondoka na sababu 4 tu, tumetaja 2, ondoka na 2 zingine ziwe 4, ili ukitoka hapa usilete hoja huko mtaani, maneno yalikuwa mengi nimesahau. La, sababu 4 tu biidhnillahi alkarim. Tutakuja kuendeleza sababu zingine katika aljumaati zijazo. Sababu ya 3, wanachuoni wanatuambia as-sadaqat, jambo la sadaqa, jambo la mtu kutoa sadaqa ni sababu ya yeye kuongezewa riziki, na hili jambo liko wazi. Angalieni katika hadithi muttafaqun alayhi, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mtume alayhi salatu wassalam anasema, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma allahumma aati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma aati mumsikan talafa. Haya maneno sahihi muttafaqun alayhi. Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia hakuna siku yoyote, kwa maana ya siku zote mpaka kusimama kiyama, hivyo ndivyo ilivyo. Mani yaumin, hakuna siku yoyote, yusbihu al-ibadu fihi, siku ambayo waje wanapambaukiwa, wanafikiwa na asubuhi ndani ya siku hiyo, illa malakani yanzilan, isipokuwa malaika wawili wanateremka katika siku hiyo. Fayaqulu ahaduhuma, anasema mmoja wa wale malaika wawili, allahumma aati munfiqan khalafa, ewe Allah, mpe yule ambaye anatoa, mpe badala. Na hii ni dua ya malaika, na ninyi mnafahamu dua ya malaika ikoje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakuombea dua, wanaomba dua, ewe Allah, mpe yule anayetoa, mpe badala.
kama wataka badala, hebu pambana katika suala la kutoa katika njia za kheri, sio katika njia za shari. La, twazungumzia kutoa katika zile njia za kheri, katika jambo hilo lina kheri. Wayaqulu al-akhar, na yule malaika mwingine asema, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ewe Allah mpe yule mwenye kuzuia, kwa maana mbakhili hilo alitoi bakhili. Ewe Allah, sikiliza haya maneno vizuri, wewe bakhili, ujue malaika wanakuombea dua wewe. Malaika wanasema Allahumma a'ti, ewe Allah mpe mumsikan talafa, mpe yule mwenye kuzuia ile mali yake haitoi, mpe maangamivu. Ningesema mimi maneno haya mungesema ni maneno makali, lakini hii ni dua ya malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuombea wewe bakhili, Allah subhanahu wa ta'ala akupe maangamivu katika mali yako. Na moja katika tafsiri za ahlul ilmi, maangamivu wanasema dhiyauhu, moja katika tafsiri ni kwamba mali yako itapotea kwa njia moja au nyingine. Ichunguze vizuri wewe, mali yako yapotea tu, hujui sababu ya kupotea mali. Hadithi hii iko wazi. Allah subhanahu wa ta'ala huwateremsha malaika wawili kila siku, mmoja akaomba dua ya kheri kwa yule mtoaji, na mwingine akaomba dua ngumu kabisa kwa yule mwenye kuzuia. Katika sisi watu wa leo twajijua nafsi zetu, ni watoaji au ni wazuiaji? Sasa wewe jawabu utapata kupitia hadithi hii. Bali Mtume alayhi salatu wassalam ndiye aliyetuambia, ma naqasat sadaqatun min mali. Hivyo ndivyo bwana, sadaka bwana haipunguzi mali, wajidanganya tu. Ash-shaytanu ya'idukumul faqr, huyo ni shaytan anakuahidini ufakiri, lakini sadaka haipunguzi mali. Kinyume chake mwenye kutoa, Allah subhanahu wa ta'ala humpa kwa maneno sahihi. Jambo la nne, wanachuoni wanasema miongoni mwa asbab za kukunjuliwa riziki, jambo la nne na la mwisho, wanasema silatur rahim, suala la wewe kuunganisha udugu. Suala la wewe kuunganisha udugu wako, hili ni jambo kubwa sana, ni jambo zito sana. Katika hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadithu muttafaqun alayhi, Anas bin Malik anasimulia, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi au yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, yoyote mwenye kupenda kukunjuliwa ile riziki yake, yoyote anayependa ile riziki yake ikunjuliwe na Allah subhanahu wa ta'ala, riziki iwe yenye wasa, kadhalika acheleweshewe ule umri wake. Wanachuoni wana akwali katika hili, au yusa lahu fi atharihi. Wako wengine wanasema maana ya maneno haya, wanasema albarakatu fi umrihi, ni kwamba mtu anapata baraka katika umri wake, hata kama itaishi muda mfupi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amejalia baraka ndani ya umri wake, akafanya mambo ya kheri yenye kumnufaisha katika akhira yake. Tafsiri ya kwanza hiyo. Lakini tafsiri ya pili, wanachuoni wanasema maana yake baqa'u dhikrihi aljamil ba'da almaut, ni kuwa mtu anaendelea kutajwa kwa uzuri hata baada ya kifo chake, kwa sababu ya yeye kuunganisha udugu. Kadhalika tafsiri ya tatu, wanachuoni wanasema maana ya kuongezewa umri hapa ni hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakadiria hivyo, yuktabu lahu, anaandikiwa yeye huyu kuwa akiunganisha udugu, basi huyu umri wake waongezeka,
asipounganisha udugu basi atabakia hapo alipokadiriwa, anakadiriwa hivi. Hizi ni tafsiri za ahlul ilm. Ndugu zanguni katika imani, hizi ni sababu 4 miongoni mwa asbabu za wewe na mimi kuongezewa riziki. Hebu zihifadhini sababu hizi, tuzifanyie kazi, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukunjulie katika mambo ya riziki. Tutakuja kuendelea biidhnillahi alkarim na sababu zingine miongoni mwa asbab za kukunjuliwa riziki. Wallahu a'lam wa a'lam. Akimiswa.